Ewe ndugu yangu, mwanatamu mwenzangu, mwananisikia. Umoja huu yenye mimi nimekuwa kiimara nikihimiza katika watu wetu wa eneo Magharibi Kenya, tuungane ili tuweze kulinda usawa wetu na kuja nyuma yetu katika mambo yetu ya kuweza kuweka vipaji vyetu vya umma pamoja. Vipaji vya kupiga kura na vipaji vya kuweza kukaa pamoja kama watu mmoja na kushughulikia mahitaji yetu pamoja. Umoja huu unaanza na wewe msikilizaji. Lazima kuwe na umoja ndani yako. Umoja wa mawazo yako na roho yako na nafsi yako na mwili wako. Umoja wako ukikuwa pamoja na ukikuwa na ule umoja ndani yako, tukiunganisha na umoja wa jirani yako na jirani yako na jirani yako, tunatengeneza umoja wa jamii. Na umoja wa jamii ukikuja pamoja watengeneza umoja wa taifa. Umoja wa taifa unasalisha utamaduni wa kitaifa. Na tukikuwa hivyo ndugu yetu, itakuwa ni rahisi sisi kutengeleza ama kukua na umoja katika usawa wa Adamu. Kama wanadamu tutakuwa na umoja. Tutakuwa na umoja wetu, na umoja huu utaweza kuzuia mambo mengi, na utaweza kulea usawa wetu kama wanadamu. Umoja wetu wa eneo hili la Magharibi Kenya, umoja huu umesubiriwa na Wakenya wengi, ili Wakenya waone umoja wetu, waweze kuamini na kuwapea nafasi ya kuweza kuongoza taifa letu la Kenya. Mwajua wa ndugu zangu mnanisikiliza, Kenya hii imeonja, inajua radha ya uongozi wa Bonde la Ufa. Inajua radha ya uongozi wa Mlima Kenya. Imesubiri kudest ama kuchua radha vile uongozi wetu wa eneo hili la Magharibi Kenya unakaa. Wakenya wanasubiri kuonja uongozi wa kitaifa kutoka katika nyumba ya Mlembe. Watu wa amani wanataka kuonja uongozi wenye unaongozwa na watu wa amani, watu wanapenda amani. Hata vile ninaongea hivi, Bonde la Ufa la subiri, Mlima Kenya ya subiri, Pwani mwa Kenya ya subiri, sehemu ya maziwa makuu majirani wetu hao wanasubiri, na hada kule Changwani wanasubiri, kule Karizo wasubiri, kule Wajir wasubiri. Wanataka kuonja radha ya uongozi kutoka katika nyumba ya Mlembe. Ndugu zangu, tuungane. Kukuja pamoja kwetu si hati sasa hivi ndio tunaunda. Hii imekuwa ni chombo kikubwa kimetumika na mababu zetu na wazazi wetu waliotangulia mbele yetu. Umoja huu umetumika na wazazi wetu kulinda mifugo zao na kuweza kustiri mifugo zao kutokana na wanyama wa mwitu wenye walitaka kuvamia mifugo zao. Umoja huu umepigana vita vikali yenye ilikuwa na nia ya kuweza kuondoa mwanadamu katika ulimwengu huu, katika zura ulimwengu huu. Magonjwa, mepikana na magonjwa, mepikana na vita vya mkoloni, mepikana na vita vya aina mbalimbali ya njaa. Umoja huu umetumika na umetirisha kuwa ni chombo cha muhimu katika malezi na katika kulinda mali yetu kama mwanadamu. Umoja wetu ndio nguvu yetu. Tuungane tupate kupea Kenya radha tofauti katika mambo ya kuongoza taifa letu la Kenya. Wakenya wanasubiri kutest ama kuonja uongozi kutoka